Hebu jiulize, leo umefanya uamuzi gani mdogo ambao umeona hauna maana? Uamuzi ambao umejidhihirisha nao kwa kusema ni wa leo tu. Ukweli mchungu ni huu: maisha yako hayaharibiwi na uamuzi mkubwa unaofanya mara moja, bali yanaundwa na maamuzi madogo unayoyafanya kila siku bila kuyapa uzito. Uhalisia wa mambo ni huu: kila siku unaamua unaamka saa ngapi, unaangalia simu kwa muda gani, unazungumza vipi na watu, unakula nini, unasikiliza nini, unaahirisha nini na kadhalika. Maamuzi haya yanaonekana madogo sana kiasi kwamba hufikiri yanaweza kuwa na athari yoyote ile. Unasema tu moyoni, leo nimechoka, acha nifanye kesho. Dakika 10 tu za kupoteza muda haziwezi kuharibu chochote. Hili jambo dogo halitabadilisha maisha yangu. Lakini maisha hayahesabii siku moja, yanahesabu marudio. Uamuzi mdogo ukirudiwa unakuwa mwelekeo. Mwelekeo ukidumu unakuwa tabia, na tabia zikikaa zinakuwa maisha yako. Ndio maana mtu anaamka siku moja na kushangaa. Anafanya kazi sana lakini hafiki mbali. Ana ndoto kubwa lakini hana matokeo yoyote. Si kwa sababu alifanya maamuzi mabaya makubwa, bali ni kwa sababu aliruhusu maamuzi madogo yasiyo na nidhamu yawe kawaida yake. Sasa, vipi utavunja fikra hizi potofu? Imani maarufu ni hii: nitafanya mabadiliko makubwa nikiwa tayari, au siku nikipata pesa, au nikihamia mahali pazuri, au nikipewa nafasi kubwa zaidi, na vitu kama hivyo. Lakini huu ni uongo unaovaa nguo ya mantiki. Ukweli halisi ni huu: watu wanaofanikiwa hawasubiri uamuzi mkubwa wabadilishe. Wanabadilishwa na maamuzi madogo wanayochagua kuyaheshimu kila siku. Hakuna siku maalum ambayo mtu huamka na kuwa mpya, bali kuna mfululizo wa siku za kawaida ambapo mtu anachagua kufanya jambo sahihi hata kama halionekani. Ukisubiri uamuzi mkubwa, utachelewa sana. Maamuzi makubwa huja na matokeo ya nidhamu kwenye maamuzi madogo utakayodumu nayo, si kinyume chake. Ukweli mchungu lakini unaoweza kukukomboa kwenye tatizo hili ni huu: watu wengi hubaki pale pale kwa sababu hawaoni uhusiano kati ya kile wanachokifanya leo na maisha wanayoyataka kesho. Wanalaumu bahati, wanalaumu elimu, wanalaumu mazingira, lakini hawakubaliani kabisa na ukweli huu. Wanachagua faraja ya sasa kuliko heshima ya baadaye. Uamuzi mdogo wa kukaa kimya badala ya kujifunza, uamuzi mdogo wa kuchelewa badala ya kuwahi, uamuzi mdogo wa kuahirisha mambo badala ya kuyakamilisha. Mambo haya yote hayana maumivu yoyote kwa leo, lakini kila unachofanya kinahesabika, na matokeo utayaona baada ya muda fulani kupita. Sasa matokeo hayo yanaweza kuwa faraja au majuto pindi wakati ukifika. Si kila anayekosa fursa amekosa akili. Wengi wanakosa nidhamu ya maamuzi madogo. Huu ndio ukweli unaouma, lakini pia ndio unaokukomboa. Kwa sababu kama maamuzi madogo ndio yanayokuumiza, basi maamuzi madogo pia hayo hayo yanaweza kukuokoa. Sasa, vipi tutapata mwelekeo mpya wa kufikiri? Anza kuona maisha kama ni benki ya maamuzi. Kila siku unaweka au unatoa, hakuna kusimama katikati. Kila uamuzi mdogo ni kura unayopiga kwa mtu unayetaka kuwa. Ukichagua kusoma kurasa chache leo, unampigia kura mtu mwenye maarifa mengi zaidi kesho. Ukichagua kujizuia kusema maneno yasiyo na maana, jua kuwa unampigia kura mtu mwenye heshima zaidi kesho. Na ukichagua kufanya kazi ndogo vizuri, fahamu kuwa unampigia kura mtu anayeaminika zaidi baadaye. Kwa hiyo maamuzi ni yako. Piga kura sahihi leo. Naweka hii akilini kuwa hakuna mabadiliko ya ghafla, bali kuna mkusanyiko wa maamuzi yanayoonekana kama hayana thamani. Ukibadilisha mtazamo huu, unaacha kutafuta siku ya mabadiliko. Utaanza kuishi kama mabadiliko yameshaanza tayari. Kitu cha kwanza kinachobadilika ni kile kilichoko ndani yako. Utaacha kujidharau kwa ahadi ulizozivunja. Unaongeza heshima binafsi kwa sababu utatimiza uliojipangia, na unaanza kujiamini kimya kimya. Kitu cha pili kinachobadilika ni mazingira yako. Watu wataanza kukuona tofauti, si kwa sababu unapiga kelele, bali kwa sababu unaonekana thabiti. Yaani unakuwa mtu wa neno lako. Kitu cha tatu kinachobadilika ni maamuzi makubwa.
ghafla hayakutishi tena, kwa sababu tayari umejijengea misuli ya kufanya yaliyo sahihi, hata kama yanaonekana ni madogo. Mabadiliko haya huanza kimya kimya. Hakuna makofi, hakuna pongezi, lakini siku moja utaangalia nyuma na kuona, nilikuwa mtu mwingine kabisa kipindi kile. Mimi ni shuhuda wa hili, kwani nimepita njia hii. Sasa fanya mambo haya, si kesho, sasa. Kwanza, chagua uamuzi mmoja mdogo wa kila siku unaokujenga na uheshimu kama ahadi, hata kama ukiwa umechoka. Pili, ondoa uamuzi mmoja mdogo unaokuharibu. Usipigane au kushindana na kila kitu, hatua kwa hatua. Tatu, jiulize kila jioni, leo nimepiga kura kwa mtu wa aina gani ambaye nataka kuwa? Andika jibu utakalopata na kesho urudie tena. 4, acha kusubiri motisha. Fanya uamuzi sahihi hata kama haujisikii. Hisia hufuata matendo na si kinyume chake. 5, rudia kusikiliza ujumbe huu, sio kwa sababu ni mzuri, bali kwa sababu maamuzi madogo yanahitaji kukumbushwa mara kwa mara. Ninakwambia haya kama rafiki. Hakuna atakayekuja kukuokoa, lakini pia hakuna anayekuzuia kuanza leo. Maisha makubwa hayaanzi kwa uamuzi mkubwa, bali yanaanza kwa uamuzi mdogo unaochukua kwa uzito kuanzia leo. Naitwa Ezden Jumanne. Zingatia.